Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi ruzuqna ridhaka wa aghnina amman siwak wa aghnina bifadlin amman siwak wahshurna fi zumrati habibika wa mustafak. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الاول بلا ندايه والاخر بلا نهايه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بيده الملك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وشفاعنا محمد رسول الله بعث بكلمة التوحيد وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسغ الغم ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزى الله نبينا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم أما بعد. Enyi ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kwanza tumshukuruni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola ambaye ametukuingiza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ni katika neema miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu Subhana. Ramadhani ni neema min ni'matillahi Subhana. Ramadhani ni katika neema kubwa, neema ambazo katika fadhila zinazopatikana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani hayapatikani katika mwezi mwingine wowote isipokuwa ni katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Basi nami nitakuwa mwingi wa fadhila kama walau sijazisoma na kuzikusia kidogo aya zilizomo katika Qur'an, aya zilizofaradhisha ibada hii ya funga. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العليم العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ما قالوا ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Ramadhani imeshatukimbia, Ramadhani imeshaondoka. Basi kama Ramadhani imeshaondoka, zitambue na kuzihifadhi na kuzijua aya hizi za Ramadhani. Ramadhani inatukimbia kwa haraka. Basi leo njoo pamoja nami kuyazungumzia maudhui ambayo leo yanaleta mtafaruku na migongano mikubwa katika misikiti yetu, maudhui ambayo yanaleta migongano na mtafaruku mikubwa katika jamii yetu, nchi zetu na dunia kwa ujumla. Na mada hii tutaiita anwani ya adabul ikhtilaf, yani adabul ikhtilaf, adabu ya mtofauti yetu, adabu ya mambo tunayotofautiana sisi Waislamu.
Sisi Waislamu ni watu wenye hikma. Sisi ni Waislamu ni watu ambao wenye taaluma kubwa, hikmatun baligha, hikma ambayo iliyofika kwa hatua na kipeo kikubwa sisi Waislamu. Lakini kwa nini Waislamu tunazozana? Mpaka ulama mmoja anaitwa Rashid Ridha katika kitabu chake ameandika, katika mukhtasari wake mmoja wa hadithi ukurasa wake ameandika maneno haya, akasema nataawanu ala ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna bi ba'dhin fi ma ikhtalafna. Imefika wakati sasa sisi Waislamu nataawanu, tusaidiane, tushirikiane, tuwe pamoja, fi ma tafaqana alayhi, kwa yale tunaokubaliana, fi ma tafaqna, kwa yale tunaokubaliana na kuwa wamoja, tuwe pamoja kwa yale mambo ambayo hatutalifiane. Wa ya'dhuru ba'duna bi ba'd, na tupeane nyudhuru sisi kwa sisi Waislamu, kundi hili na kundi lile limpe nyudhuru mwenzake, fi makhtalafna, kwa yale tunahitalifiana nayo. Na kutofautiana na jambo fulani, mimi niko katika mrengo fulani, nawe uko katika mrengo fulani, wewe ni sahihi na mimi ni sahihi. Kwa nini tuhitalifiane? Tuvumiliane kwa yale ambayo tunahitalifiana, isiwe sababu na chanzo kwa yale tunaokhalifiana ikawa ni sababu ya kugombana na kuzozana. Sisi si watu wa kuzozana. Anayesema inafaa naye yuko sahihi, tuwe naye pamoja, na anayesema pia haifai tuko sahihi. Ya nini tugombane Waislamu wakati sisi ni wamoja? Dini yetu ni moja, lengo letu ni moja, ni kujenga nyumba moja. Letu ni moja, lengo letu. Tusitafaruku na kuwekeana makundi hili, huyu salafi, huyu ahli sunna wal jamaa, huyu akaitwa khawarij, huyu akaitwa shafi, kila makundi watu wakapeana, na tukao hatutambuliani na kusaidiana. Waislamu tuna nini? Tunakwenda wapi? Sisi kwa sisi, makundi kwa makundi. Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Watu minal ladhina farraqu, wapo katika watu wanaokhitalifiana dinahum, katika dini yao. Wapo watu wanaoleta mizozano, wapo hao. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi linajifaharisha sisi tuko sahihi, sisi tuko sahihi. Sijui kuna makundi 73, makundi matatu tu sahihi na moja ndio litakayoingilia peponi, alobakia yote 72 motoni, na letu ndio sahihi. Kakwambia nani? Na umepata wapi maneno hayo? Wahai gani uliopata kwamba kundi lako ndio sahihi? Nani aliyekupa maneno hayo na ujumbe huo na maneno makali ya kuzungumza kwamba sisi tuko sahihi na wenzako wote ni khawari, wenzako wote ni maghuraf? Tuchunge adabul ikhtilaf. Tunakhtalifiana, naam, ni sahihi, lakini kila mmoja awe na uchungu na kuchunga zile ikhtilafu zetu. Kila mmoja anajua mipaka ya mwenzake kwa ikhtilafu zetu, lakini wewe unajiona uko sahihi, mwenzako sie. Na leo nastaajabu sana ndugu zangu, kwa sisi vijana, kuna vijana ambao wao wanasoma hii kizazi kipya kinachokuja, hawa ndo watu washadidivu wa mambo haya ya kuleta mizozano katika ikhtilafu. Mtu anachukua fatwa kutoka kupitia katika vyombo vya habari, kupitia katika mitandao. Fatwa ile inatoka Najd, inatoka Yemen, inatoka Hadramaut. Fatwa ile inatoka mbali, anaileta anatuletea sisi fatwa ile. Iko wapi fatwa ya Najd? Na sisi tuko tofauti kwao. Sisi tuko tofauti madhehebu na wao walivyo, tuko tofauti misimamo yao na alivyo. Utaileta mitataji misimamo kuitoa Najd kuileta Zanzibar, na mitandao na fatwa zenyewe umezitoa katika mitandao. Wingi wao watu hawa wanaoleta ikhtilafu na makundi yao ni watu hawajasoma. Anasikiliza tu audio ya Sheikh fulani inasema hivi, naye anaichukua audio ile anaitolea fatwa. Ukimwambia njoo basi nisomeshe walau tafsiri Qur'ani, hajui. Lakini mtoaji wa fatwa mkubwa kama yeye hayupo. Tunakwenda wapi? Wakati katika familia ni watu ambao tunahitalifiana. Katika familia kuna anayezaliwa mfupi na kuna anayezaliwa mweupe, kuna anayezaliwa mweusi na kuna anayezaliwa mwekundu, wengine warefu kwa weusi. Si familia, hata wewe mwili wako umehitalifiana. Viangalie vidole vyako hivi, vyote viko sahihi? Hapana. Kila kidole kiko vingine kirefu, chingine kifupi, chingine kiko hivi. Na hizi ikhtilafu zipo. Kinachokataliwa na kisiwepo ni tafarruq. Kwa nini usiniheshimu mimi wakati nafunga nikiwa na mwezi Zanzibar? Kwa nini usiniheshimu mimi nikiwa nafuata mwezi unaoonekana Saudia? Sote tuko sahihi. Ikhtilafu tuzichunge, adabul ikhtilaf. Na Allah mwenyewe anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yoyote atakaye ushuhudia mwezi na afunge.
Je, sasa kwa ulama wakasema, je, kipofu asifunge maana mwezi haoni? Wakasema la, si faman shahida, si atakayeshuhudia, yani faman raa al-qamar, atakayeuona, na si atakayeuona tu, faman sami'a al-qamar, atakayesikia mwezi umeendama, basi faliyasum, na afunge. Hapa zikaja ikhtilafu nyingi katika hadithi na taawili aya hii. Sumu li rububiyatihi wa uftaru li rububiyatihi, fungeni kwa utakapoonekana mwezi na fungueni kwa utakapoonekana. Hii maana ya kwanza. Ulama maana ya pili wakasema, fungeni kwa mtakapouona mwezi na fungueni kwa mtakapouona mwezi. Kwa maana mimi nikiuona mwezi hapa Zanzibar inatosha kuwa niko sahihi, na wewe ulousikia mwezi Yaman, ulousikia mwezi Saudia, yatosha kuwa sahihi. Ya nini kuanza kuleta mizozano? Ya nini kuanza kuleta ikhtilafu za maneno, mizozano, migomvi na mambo mengine, miingiliano katika jamii, tukawa sote hatufahamiani, tukawa sote si sahihi, wakati Imam Shafi na Imam Aba Hanifa na Imam Malik na Anas wote wamekhtalifiana, lakini walikuwa ni pamoja, hawakuwa na tafarruq, mgawanyiko katika mambo yao, walikuwa na ikhtilafu zao. Yule ana madhhabu yake na Shafi ana madhhabu yake, lakini Shafi akienda kwa Malik, msimamo wa Malik anaofuata, ana obey, ana submit. Kwa nini wewe usisubmit na msimamo ulionao mimi? Haya mambo hatutaki kuyasema, lakini inafika wakati ndugu zangu tuzungumze, ili kuondosha mzozano mkubwa wa amu ya Waislamu. Duniani watu wanakutanyana kutafuta amani na upendo na mashirikiano. Leo Waislamu tunatafuta wapi fulani kakosea, wapi fulani kateleza, ili muadhibu. Siko hivyo Waislamu, hatuko hivyo. Tuchunge adabul ikhtilaf, lazima tumuadhimishe na kumsifu Mtume. Yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliulizwa, ya Rasulullah, lima sumta yauma ithnain, kwa nini unafunga siku ya Jumatatu? Mtume akasema, nafunga yaumu ithnain lianna yauma ithnain yauma ulit, nafunga siku ya Jumatatu kwa sababu ndio siku niliozaliwa. Kwamba yeye mwenyewe ameweza kujiadhimisha yeye mwenyewe. Kwa nini na sisi tulokuwa kigezo chake tusimuadhimishe? Wakati Allah anasema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah, mmekuwa nacho nyinyi kigezo chema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini nasi tusimfuate? Alikuwa akiadhimisha. Wewe funga basi, si uanze kuwapiga wenzako vita. Tuchungeni adabu za ikhtilafu, kama kigezo chetu ni Mtume alikuwa akifanya. Sasa anayefunga mwezi huu ni sahihi, anayekwambia leo mwezi 10 ikiwa ni mwezi 9 kwako, sema sote tuko sahihi. Wewe mwezi 3, mwenzako mwezi 4, sote tuko sahihi. Lengo letu ni moja, si unaanza kukaa na kumsema na kumuita khawarij na kumuita sifuati shekhe yule. Shekhe gani yule? Umepata wapi maneno haya? Umepata wapi dini hii, wakati kigezo chetu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hasa masala kama haya ndugu zangu, tukiangalia ikhtilafu zipo, lakini watu walikuwa wakichunga adabu ya ikhtilaf. Imam Shafi na Imam Anas bin Malik, Imam Shafi anakubali kunuti swala zote, swala ya alfajiri, lakini Imam Anas anasema, kwangu mimi kunuti qattu haikubali. Angalia walivyochunga adabu ya ikhtilaf. Imam Shafi, Imam Anas bin Imam Malik hakwenda kumsema Imam Shafi kwamba yuko katika kapotovu. Hakumwambia Imam Shafi kwamba wewe umepotea njia ya Mtume iliyokuwa sahihi. Alichunga ile adabu ya ikhtilaf, hakusema. Na Imam Malik akienda kwa Shafi alikuwa akipiga kunuti. Angalia ikhtilafu ilivyokuwepo, lakini alivyochunga mpaka wa adabu yake, wa adabu ya ikhtilaf alichunga, na akajua hapa ndo mpaka wangu, huyu lazima nichunge adabu yetu katika ikhtilafu zetu, kwa sababu wote ni wamoja. Na Shafi akienda kwa Malik, msimamo wake anaokubali kwamba kunuti anasoma, lakini Malik asome kunuti, Shafi anasarenda, hapigi kunuti. Hizi ni ikhtilafu zipo, lakini kachunga. Angalia jinsi gani ndugu yangu, kachunga mpaka wa ikhtilafu. Wewe umepataje maneno haya kusema sifuati shekhi fulani, yule si, yule hafai, hata klipu yake mimi simsikilizi, hata mauidha yake? Umepataje maneno haya? Watu wanadhani kwamba Uislamu na adabu ni vitu viwili tofauti. Hapana, adabu na Uislamu ni vitu kimoja, ni vitu sivyo sawia, vinaenda pamoja. Viko vitu viwili, si vitu viwili tofauti, ni vitu viwili vinashabihiana, vinavyoingiliana. Kwa sababu kuna mtu yeye alhamdulillah karimul akhlaq, adabu zake ni nzuri, yeye mazikoni popote akisikia kuna maziko kafika, mashallah.
Mtu mzima yote akipita na mkoba kampokea, kwao akitumwa katumikia, lakini katika dini zero, haswali, hafungi, mtu huyu hafai katika jamii. Lakini katika maadili ni mzuri wa adabu na akhlaqi na tabia, lakini katika dini zero. Na kuna mmoja mashallah katika ibada, mashallah, swala ikiadhiniwa Allahu akbar ukafika, pengine kazi yake ni fupi, mswaki wake kautia katika mfuko wake wa mbele, Allahu akbar ukapiga mswaki. Adhkari zote akimaliza sala anazipiga, adabu alama zote za Uislamu anazo. Pengine mwenzenu kahifadhi Qur'an, lakini katika akhlaqi hana kitu, adabu za ikhtilafu hana kitu. Akitoa salamu, akipewa salamu haitikia, mimi siitikii salamu za ghuraf. Angalia, hachungi adabu. Mimi siitikii salamu za watu albadwi, watu aljahl, siitikii salamu za watu alghuraf, majahil, watu wasiofahamu, siitikii salamu za mashehe wasiotambulika. Mimi mashehe wangu ni fulani na fulani na fulani. Bas, anadhani Uislamu na akhlaqi ni vitu viwili tofauti, lakini katika dini mashallah ni mzuri. Mazikoni haendi, ana msikiti wake, anasema msikiti si msikiti wetu sisi ule, hatuswali msikiti ule. Umepata wapi? Kwa nini usichunge adabu za ikhtilaf? Mbona Shafi na Malik alikuwa akaenda akiswali msikiti wa Shafi, na Shafi alikuwa akaenda akiswali msikiti wa Malik wakati wana kunuti, na ilikuwa Shafi akisema naheshimu kaburi lilokuwepo hapa. Shafi kasomeshwa na Malik, lakini kaondoka na ikhtilafu yake, lakini hakutoa tafarruku, migongano, hakutoa makundi watu wakagombana. Alikuwa anachunga ile adabu ya ikhtilafu. Hasa watu wawili hawa wote hawa, mwenye dini nzuri lakini akhlaqi hana, na huyu ana akhlaqi nzuri lakini dini hana, hawa wote hawafai, kwa sababu innamal umamu akhlaqi ma baqiya in dhahabu al-akhlaqi dhahabu. Hakika watu ni akhlaqi zao ndio zinawabakisha, zikiondoka akhlaqi zao nao huondoka wote. Wakiwa na akhlaqi zao mbovu wote huondoka, hawafai hawa. Angalia, tujifunze adabu ya ikhtilaf katika kisa cha Mtume. Vita vya Ahzab, Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kushapigana, muda mkubwa umechukua, maswahaba wakaingia wamechoka, mpaka Allah akasema wakateremshiwa amani, thumma anzala alaykumul amanata, ukateremshwa amani, usingizi ukawapata, lepe la usingizi ikawajia baada ya mapigano na vita vilivyokuwa vikubwa. Maswahaba wakapunzika, wakaingia ndani katika nyumba zao. Mtume akajiwa na Jibril akahudisha katika nyumba, lakini aligeuza katika sura ya sahaba mmoja akiitwa Dughia. Wanasema huyu alikuwa ndio sahaba Jibril, alikuwa akijifanyia sura sana ya sahaba huyu. Alipofika sahaba huyu akahudisha, bibi Aisha akafungua, akaambia nini? Akaambia diuni ya Rasulullah, niitie mtume wa Allah. Bibi Aisha akamwambia Dughia, inna Rasulullah qad nam, mtume amelala, nrudi. Akaambia nimekwambia ya Aisha ya ummul mu'minin, niitie Rasulullah, nina shida naye. Anasema ya Dughia, amechoka mtume, vita vimepigana tangu juzi, leo siku ya 4, watu wamechoka, amepumzika mtume. Akaambia niitie. Akaona mpaka macho yule sahaba amekasirika, akaenda akamwamsha mtume, akaambia ya Rasulullah inna Dughia yad'uka, ya Rasulullah, nenda Dughia anakuita. Mtume akaambia Dughia ananiita, lakini mkaidi, nimemwambia hakusikia ya Rasulullah. Mtume akatoka kumuona, kufika nje ilikuwa si Dughia, alikuwa ni Jibril. Akaambia ya Muhammad, awala ad'ata aslihatak, hivi umezishatuliza, umeshamaliza mapambano, silaha zako umeshaziweka Muhammad, mapambano yamekwisha? Mtume akaambia naam. Akaambia fa innal malaika lam yad'a aslihatahum, hakika malaika hawajaziacha panga zao, bado katika mapambano. Hakika Allah anakuamrisha fala nusallianna al-asr illa fi bani Quraidha, musiswali leo swala ya al-asri, mukasali katika manyumba ya bani Quraidha, bado mapambano yanaendelea, nenda Muhammad. Mtume anarudi, anavaa nguo zake haraka. Bibi Aisha anamuuliza, nani Dughia amekwambia nini? Akaambia laysa Dughia innahu Jibril, ni Jibril huyo, na ananitaka sasa hivi nitoke nikapigane vita, nikawapige bani Quraidha, wale walioghani zile ahadi na mikataba yetu, waliochana zile mikataba yetu baada ya kuingiliwa na Abu Jahil, wakanisaliti wakaungana Abu Jahil. Jibril ametaka nikawapige vita. Mtume akatoka pale, masahaba wamechoka. Mtume akatangaza, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yoyote. Angalia mnada wa Mtume,
anawatajia watu wema, kwamba anawatajia watu sifa zao kwanza. Anajua watu wamechoka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yeyote mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Man kana yasma'u wa yuti'i, yeyote mwenye kunisikiliza na kanitii. Fala nusallianna al-asra illa fi bani Qurayza, leo asiswali mtu yoyote hapa swala ya alasiri isipokuwa akaiswali katika nyumba za Bani Qurayza. Pale pale maswahaba wakachukua vipando vyao na vyakula vyao vingine wakaondoka. Kufika wakati wa alasiri, ilikuwa adhana imeshaadhiniwa, wakati wa alasiri unapotea sasa, mawingu yanaanza kuingia. Kundi la maswahaba wakamwambia, wakaambizana, jamani, alasiri inaondoka na sisi bado hatujaswali, leo tutaiacha sala kwa kwenda na safari hii. Masahaba wakamwambia, wakajibuzana kumwambia, lakini Mtume akasema, fala nusallianna al-asra illa fi bani Qurayza. Hebu tutafsiri ni neno baada ya neno. Mtume anasema nini? Tusisali alasiri isipokuwa katika nyumba za Bani Qurayza. Nyumba za Bani Qurayza lazima tuchukulie haya. Fala nusallianna al-asra illa fi bani Qurayza, tusiswali alasiri isipokuwa katika nyumba za Bani Qurayza. Tutafsiri neno gani? Mtume akasema illa fala nusallianna, musisali al-asri, swala ya alasiri, illa isipokuwa fi bani Qurayza, katika nyumba za Bani Qurayza. Hapa bado ni njiani. Masahaba wakasema sisi tutasali kwa sababu wakati umepotea. Kundi la masahaba wakasema sisi tunachukua amri ya Mtume. Wengine kundi la masahaba wakasali. Angalia ikhtilafu wakati wa Mtume. Wale wako hawajaswali, hawajasema nyie hamna adabu, nyie mnakhalifu amri ya Mtume, nyie nyote hamufai, sio nyie. Tunakwenda wapi? Kila mmoja ajiulize, sali wapi? Hakusema, walichunga adabu ya ikhtilaf. Tunakhtalifiana. Maliki Shafii akikutana na mtu ambaye hapatani naye, anamwambia nakupenda ndugu yangu, nakupenda, wala tunakhtalifiana lakini nakupenda, tuko pamoja. Kila mmoja akichunga adabu ya ikhtilaf. Na Mtume akawaambia masahaba, habari zikafika kwa Mtume mpaka nyumba za Bani Qurayza, wakamwambia ya Rasulullah, hakika fulani na fulani wamesali swala alasiri njiani, sisi tumesema tukusikilize wewe. Mtume akamwambia, aliyeswali alasiri njiani amepata swaha salatuhu, na aliyeswali sahibi katika nyumba za Bani Qurayza nyote mumesihi. Angalia adabu al-ikhtilaf ilipokuja. Masahaba wote walichunga adabu ya ikhtilaf, hakuna mmoja aliyemzuilia mwenzake. Mtume akamwambia, wewe uliosali katika salati al-asri huko manjiani umepata, na wewe uliosali katika kufuata amri hapa umepata. Hawa wametafsiri neno moja, neno la hadithi kidhahiria, kimanthar, kaiona hadithi kaitafsiri neno baada moja, lakini hawa wamefuata sheria ya Qur'an, kwa sababu Allah anasema inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Swala imekuwa kwa waumini wakati maalum. Angalia ikhtilaf, lakini tafarruq, kila mmoja kachunga adabu ya ikhtilaf. Swala kwa waumini wakati maalum, wakati umeingia tuswalini. Na kule wametafsiri hadithi ya amri ya Mtume, wote Mtume akasema mmechunga, nyote mko sahihi. Na wale masahaba walichunga zile ikhtilafu zao, kila mmoja amechunga ikhtilaf ya mwenzake, na wakafahamiana, na wala hawakuzozana katika kupeana majungu na misemo na wao mengine. Ndugu yangu, ikhtilafu zipo, ikhtilafu zipo. Tujiulizeni swali, ila aina tadhhabun, wapi tunaelekea? Ila aina tadhhabun. Hili ni swali kubwa amu ya Waislamu, wajiulize wapi tunaelekea na wapi tulipo. Kwa nini tunazozana sisi tu kila siku? Kwa nini maneno ya kila siku ndio tuyaseme sisi, ndugu yangu? Kwa nini hakuna mengine ya kuyasema? Yapo ya kuyasema, lakini tunasema haya tuchunge adabu za ikhtilaf. Wewe unafuata manthar, kauli ya Mtume ya hadithi, na huyu anafuata aya. Huyu anafuata hadithi tafsiri yake ya ndani, huyu anafuata hadithi tafsiri tawili yake ya nje. Ndio Allah akasema kuna watu wanaotafuta bitaghaa, kuna watu wanataka tawili alfitna wa bitaghaa maradhatillah. Kuna watu wanataka tawili, wanaichambua hadithi kwa ndani kutaka ni fitna tukuzoza na watu basi, lakini wengine wanatafsiri hadithi nje kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hasa hawa wanaotafsiri ndani kutaka fitna, kugombanisha watu, hawachungi, wanagundua mambo mengi. Tusiwepo ndugu yangu, hadithi, kila hadithi ina migongano, lakini kwa nini tusichukue na tukachunga zile adabu za ikhtilafu zetu?
Kwa nini tunagombana sisi kwa sisi Waislamu? Hebu angalia Suratul Hujurat. Suratul Hujurat imekuja imetufunza na kutuelimisha makubwa katika sura hii. Ulama wameitajina Suratul Akhlaq, tabia. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakuna khayran minkum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman faman lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Angalia, Allah anatufunza tuwe na adabu katika ikhtilafu zetu. Allah mwenyewe anasema ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa, enyi mloamini nyie mlokuwa mna adabu, mlokuwa mna ihsan, mlokuwa mna akhlaqi nzuri. La yaskharu qaumun, asitokezee mtu akamfanyia mzaha akamdharau, kumdharau mtu mwenzake kwa kundi lake, kwa madhehebu yake, kwa mila yake, kwa desturi yake. Allah mwenyewe anatufundisha tuwe na mipaka ya ikhtilafu. Allah mwenyewe anatutaka tuwe na adabu ya ikhtilafu. Anasema asitokezee mtu akambugudhi na kumdharau mwenzake, wala mwanamke asijakakaa akamdharau mwanamke mwenzake, kwa sababu huenda wakawa kheri kuliko hao nyinyi mnawadharau. Nyinyi mnajiona mko sahihi, wala walikuwa wako sahihi wakawa bora wao kuliko nyinyi mnaojiona hivyo. Allah anatufunza wala talmizu anfusakum, wala msiziangamize nafsi zenu kwa kuanza kukhtalifiana na kuleta migongano. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, wala musitane majina yasiyokuwa na maana. Kwa sababu wewe uko wapi, ikhtalifu yako ikakusababisha umte mwenzako, yule hafai, yule kadha, musitane majina mabaya kwa sababu ya ikhtilafu. Tuchunge hizi adabu za ikhtilafu. Sote tuko wamoja, sote nyumba yetu moja, sote tunataka kujenga kitu kimoja. Ndugu yangu, ila aina tadhhabun, wapi tunaelekea kama tukiwa na misimamo hii? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal musuq bisal ismul fusuq ba'da al iman. Ni majina mabaya kupeana kwa kusengemana semana, kukaa katika membari na virili kuanza kuwatukana watu, wale hawafai, msikiti ule haufai, yule ana hivi, yule kadha, yule kadha, kwenye virili haifai. Ni majina mabaya mnapeana. Ni mchunge mipaka ya midomo na mipaka za akhdaf za akhlaqi zetu tulizonazo. Watukufu wa Kiislamu, mada tukizungumza ni kubwa, lakini tuchukueni hii hikimatun baligha, hekima ambayo ukijifunza na ukiichukua ni kubwa. Hebu tuangalieni wakati watu walipokuwa wanasoma na kukaa na adabu na dini yao ikhtilafu. Hapa tukiangalia katika Zanzibar, watu walikuwa na ikhtilafu lakini walikuwa wakichunga. Na mimi nasema hii mipaka ya ikhtilafu zetu ni kwa sababu tu kila mmoja sasa amekuwa na mdomo wa kuisemea dini. Kila mmoja anajiona yeye kashakuwa shekhe wa kuisemea dini. Kila mmoja ana kauli ya kusema katika dini. Iweje Ikulu ina msemaji wake mkuu? Iweje serikali kuna msemaji wa serikali? Iweje dini yetu isiwe na wasemaji wake maalum? Wapo, lakini kuna watu wanajiteka sifa hizi wala si zao. Hujipa akakaa katika sehemu akaanza kuisemea Uislamu, akaanza kuporoja na kusema mambo yasiyo na maana. Tatizo letu kubwa ikhtilafu, hatuna adabu katika ikhtilafu ya kuwa kila mmoja amekuwa na power ya kuizungumza. Aliwahi kunihadithia alimu mmoja, Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad Dedes maarufu, wakati niko chuo kikuu kule. Wakati ananihadithia anachukua degree ya mwanzo, mwaka wa kwanza degree, alikuwa anasema shekhe huyu, wakati kadhi mkuu Zanzibar wakati huo alikuwa Abdullah Saleh Al-Farsi, anasema aliwahi kutokezea Sheikh Shauri kule Donge, ana kitabu tayari, ni alim, ana kitabu cha babu Irshadul Muslimin, anataka kupitisha kule Donge, lakini akafikiria ruhusa nimepata wapi ya kusomesha kitabu hichi mimi?
Akatoka mpaka mjini, akaja ukutani pale kwa Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi, akaambia Sheikh, nimekuja kuchukua idhini ya kusomesha. Sheikh akamuuliza, umesoma wapi? Ambaye nimesoma hapa hapa ukutani, na wewe ndo mwalimu wangu uliosomesha fani ya tafsiri Qur'ani. Na ametaja ndo aliosomesha fani ya tafsiri Qur'ani, na mashekhe wengine ndo waliosomesha fani mbali Abdullah Saleh Bakathir. Akaambia basi nimekupa ruksa kasomeshe. Angalia, kupewa idhini tu ya kupewa ruksa, basi elimu inapata nuru. Leo vijana hawajapata nuru na ruksa katika kusemea mambo katika dini, ndio unaona wanakuwa hawana adabu katika mambo yanayohtalifiana. Kubwa Uislamu, nasi tunatakiwa tuwe na watu wa kuisemea dini, na wapo. Wewe unakuwa tayari umeshaona fatwa yako katika mtandao, unaitumia, unaieneza. Siku nyingine unamsikia mtu unachokisema, basi hata akisema mtume ulichoambiwa, lakini madamu alichokisema haiko katika mrengo wako, basi wewe humfuati. Uko wapi? Tunakwenda wapi? Ila aina tadhhabun, tunakwenda wapi? Kwa kuwa akasema fulani tu sio, lakini akikujia mwenzi wako akisema kile alichokisema fulani, hapo uko saina, roho yako inakuwa radhi. Lakini akikwambia kile mwingine, mwambie mimi sikusikilizi wewe. Wapi tunakwenda? Ndugu yangu, hatuna idhini ya mambo ya kuyasemea mambo ya dini. Kuna watu maalumu, kama mtu mmoja tu waziri anaye msemaji wake, unamwona msemaji wa waziri yule fulani. Kwa nini Uislamu wasio na wasemaji wake? Wapo Waislamu wake. Wewe bado msemaji wake, usisemee mambo yasiokuwa sio. Tulia, soma na utapewa ruksa. Na ukiangalia uamu ya mashekhi wa Zanzibar, wengi walikuwa hawasomeshi mpaka anapewa idhini na shekhi wake, anainuliwa hasa msikitini, anaambia jamani, kuanzia leo huyu fulani bin fulani nimempa idhini atasomesha darasa hapa. Nimemuona tayari ana hekima ya kuzungumza, anachunga adabu za ikhtilafu, anakuwa na kadha na kadha, na ndo anasoma. Wewe umepata wapi idhini ya kusemea mambo katika mitandao kwamba watu hawafai? Ndugu yangu, hii ni ikhtam. Hapa ndo ninamalizia kuzungumza kwamba adabu al-ikhtilafu ichungwe, na kila mmoja ataona hikmatin baligha ilivyoenea, hikma iliyokuwa imebobea, hikma ambayo Uislamu haupo katika mambo mazito. Mtume katika hijjatul wadaa, mambo aliyoyakuta ni makubwa. Maswahaba walikuwa, mtume yeye mwenyewe aliyoyafanya, alinyoa kwanza, halafu akachinja, halafu akaenda akafanya tawaful ifadha. Lakini maswahaba wakamjia, ya Rasulullah, mimi ya Rasulullah nimetawaful ifadha kwanza, halafu nikanyoa, halafu nikachinja, vipi? Mtume akamwambia umesihi, endelea. Mwingine akamjia akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimechinja mwanzo, nikanyoa, halafu nikaenda nikatufu. Akamwambia imesihi, endelea. Mwingine akamwambia, ya Rasulullah, mimi kwanza nimenyoa, halafu nikaenda nikatufu, halafu baadaye ndo nikachinja, vipi? Mtume akamwambia if'al wala kharaj, fanyeni wala hakuna tatizo lolote. Kwa sababu Uislamu ni dini nyepesi. Mambo yetu wakati na kati, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas. Uislamu ni wakati mwepesi. Mambo yetu wakati na kati, sisi si mambo mazito. La ifratu fi dinina wala ifrat, tusipelekane mazito. Dini yetu ni wakati na kati, ndugu yangu. Kwa hiyo tutafute idhini za kutumia mambo, tuwe na akhlaq, tuwe na adabu za ikhtilafu. Mwenyezi Mungu kwa haya machache, ndugu yangu, akupe ilmu yenye manufaa, atuunganishe sisi wote tuliokuwa tumezozana katika ikhtilafu zetu. Tubakie na ikhtilafu zetu, lakini tuwe wamoja katika mambo yetu, tunashikamana na atuchungane adabu ya ikhtilafu. Kila mmoja awe na lake, lakini sote tuwe pamoja na kuchunga na ulisema kadha ni sahihi na langu mimi ni sahihi. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa natubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana أخرج لنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى، ومن النار إلى الجنة، ومن الإحسان إلى الإحسان، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.